Ibada ya kumwaga aliyekuwa mfanyakazi wa TVE pamoja na EFM Sebo, tumekutana na my brother kabisa hapa Malume Moni Central Zone. Yeye ni mmoja kati ya wasanii ambao kwa namna moja ama nyingine wanaweza kutuambia kwa machache ambayo ameyafanya Sebo. Kiongozi, mambo vipi? Poa kabisa, napaje? Safi. Shwari kabisa. Kwanza pole na matatizo. Pia pole pia. Ya, shukrani sana. Kwanza mimi natamani kufahamu binafsi yako kwa ufupi, Sebo alikuwa na mchango gani kwako achana na industry kwa ujumla? Kwa sababu industry, mchango kwenye industry pia ndio unakuwa mchango kwangu mimi ambao mimi ni msanii, niko kwenye industry, umeelewa? Kwa industry tunazidi kuwa inafanya vizuri na mimi nakuwa napata nafasi ya maisha yangu kwa yanaendelea vizuri. Kwa kwanza boss nimemjua, uko unatoka si unajua lazima utajua ma DJ, utajua viongozi, utaanza kujua wakubwa, maboss. Kwa sisi FM imeanza nilikuwa pale nikiendelea kutoa muziki. Nilikuwa kutoka naanza mpaka naanza kufanya vizuri. Kwa pia nilipata muda wa kukutana, kunitambua na kunijua enzi ambayo tulikuwa tunafanya tour ilikuwa ni Harmonize. Unaelewa, wakati ndo ameanzisha lebo yake. Ndio Tandaimba, tuenda sehemu mbalimbali na zile tour pia EFM walikuwa wanazisimamia, unaelewa? Na kwa tulipata moment ya kuwa nakutana na boss hotelini, kumsalimia au sio bwana, unakuwa unaendelea shughuli zako. Unajua kijana unafanya kazi yako au sio bwana, wakubwa unaendelea kuheshimu. Unapohitajika kufanya kazi kutumwa, unaenda unafanya kazi, unapata pesa yako au sio bwana, maisha yanaendelea. Kwa hiyo kutoka hapo kuja hadi kwenye muziki mnene, enzi ambazo tukawa tunahamasisha watu kuchanja, umeelewa? Kwa hiyo tumefanya naye kazi na mimi nimefanya naye kazi kama boss wetu ni mtu ambaye tumefanya kazi, tumefanya kazi au sio bwana, sisi tumepata mkateto kwa siku. Watu wengi wanasema kwamba Sebo aliwapambania kwa namna moja ama nyingine. Natamani pia kufahamu kwa upande wako ni jukwaa gani ulitakiwa upande, lakini watu wakaleta vizuizi vingi, ila swala lilipofika kwa Sebo likawa jambo rahisi sana na ukaruhusiwa kuperform. Kwa kweli mimi siwezi kusema kwamba nimewahi kunyimwa nafasi, hapana. Nilipata nafasi na mara nyingi nafasi lazima mabosi lazima wapitishe. Kwa hata majina yakipelekwa au sio bwana, sijawahi kukutana na kipangamizi kwamba labda jina lako limetolewa au vipi, lakini nilikuwa nikipata nafasi. Kwa hiyo nimekuwa nikikubalika kuanzia nitavyo propose majina na watavopita, najikuta nipo kwenye show, nipo kama zile show muziki mnene nilifanya show zote hadi zinaisha, umeelewa? Usidhani kama nilikuwa kuna ishara yote inaonyesha kwamba naweza nikanyimwa nafasi. Kwa hiyo ni mtu mmoja wa vijana ambao nimepata nafasi ya kufanya kazi na kupewa nafasi ya kufanya kazi. Kwa hiyo ni jambo la kushukuru Mungu. Kupitia kile alichokuwa anakifanya Sebo, kwa namna moja ama nyingine ulishawahi kutamani labda na wewe ufanye labda au umiliki media au uongoze tamasha fulani? Hizo inspiration tunazipata kwa sababu tunaona wazee ni walianza watangazaji. Boss Majizo alikuwa DJ au sio bwana. Boss Dizo pia ni watu wanapenda muziki, umeelewa? Kwa hiyo unaona walianza kwenye DJ na utangazaji mpaka kufungua taasisi kama hivyo, kusimamisha inakuwa kubwa au sio bwana. Kwa hiyo inatuinspire kwamba muziki sio lazima tu kwamba hauwezi kuimba kila siku. Siku zinavyoendelea mbeleni unaweza kuwa kuna nafasi kibao ambazo unaweza kuzifanya, vitu ukavifanya ukawa unaendelea kuwepo kwenye tasnia, kwenye industry. Lakini sio DJ, sio mtangazaji wala sio mwimbaji. Umeelewa? Na vitu vikubwa vya kusababisha tasnia inaenda, project kubwa. Umeelewa? Kwa hiyo tunajifunza kutoka kwa vitu ambavyo wako wanafanya. Niliwahi kusikia moja kati ya interview yako moja unasema kwamba mtu wa kwanza kukupigia simu ile ya show alikuwa ni Vanessa Mdee. Natamani kufahamu moment yako ya kwanza unapigiwa simu na Sebo kukupa mchongo fulani, ulikuwa mchongo gani na ilikuwaje? Boss kwa kweli hawezi kukupigia simu, lazima atakutumia. Unaelewa? Utapigwa na Jonije, utapigwa na Shamanga. Enzi wakati Bidazen yupo atakupigia Bidazen. Umeelewa? Ukipigwa simu hivyo jua umeshapitishwa. Umeelewa? Maana unajua kuna majukumu watu wanapeana. Boss utakutana naye tayari kule kati, utamsalimia hivi atafurahi kuona unajua vijana wamefika. Lakini utapigwa simu na watu wengine utaambia bwana unahitajika. Hata kwenye matamasha mengine utapigwa simu, kuna mwakilishi au sio bwana unahitajika labda kwenye tamasha fulani. Kwa hiyo utakwenda kule utakutana na mabosi, utafurahia, utashukuru, fanya kazi vizuri uendelee kupata nafasi tena. Mimi nashukuru sana. Asante sana. Neno lolote kwa mashabiki wako ambao wanakufuatilia kwa sasa kupitia 7 tuendelee tu kupendana, tufanye kazi kwa bidii au sio bwana, kushikamana, kudumisha amani au sio bwana.